بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu na leo tuko katika kitabu chetu cha Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, kifupisho katika misingi ya sheria za Kiislamu, kilichoandikwa na al-Ustadh Dr. Wahbat Zuhaili, Professor Dr. Wahbat Zuhaili, ambaye ni rais wa qism al-fiqh al-islami, mwenyekiti au mkuu wa kitivo cha sheria za Kiislamu wa madhahibi na madhhabu zake fi Jamiat Dimashq, katika chuo kikuu cha Damascus nchini Syria. Na kama mlivyokumbusha, tuko kurasa 102, tulikuwa tunasoma somo linaloitwa Shar'u man qablana, sheria za walioishi kabla yetu, kwa kutumia vitabu na mafundisho ya manabii wengine. Je, kwetu ni sheria au si sheria? Tumeona na mifano mbalimbali. Tuko kwenye kipengele hichi katika ukurasa wa 102, hujjiyatuhu. Ye tunasema inakazwa hujjiyatuhu, kwa hivyo unapoitamka ye ukaze meno hujjiyatuhu, uhoja wake jambo hili, uhoja wake, yani ni kwa kesi gani linakuwa hoja ili jambo la sheria zilizotangulia kabla yetu kwenye dini yetu ya Kiislamu zinakuwa hoja kwa kesi gani? Ikhtalafa al-ulama fi hadha an-naw' al-akhir ala ra'yayn, wametofautiana wanazuoni katika hii aina ya mwisho juu ya rai mbili. Hii ya tatu, maana kazitaja aina tatu. Aina ya kwanza ni zile ambazo zimefutwa katika sheria yetu, bila shaka hizo si sheria. Aina ya pili ni zile ambazo zimethibitishwa na sheria yetu, bila shaka hizo ni sheria. Na aina tatu ni zile ambazo zimetajwa tu kwenye vitabu vyetu bila ya kuthibitishwa wala bila ya kukanushwa. Hapa ndo penye maneno. Kwa hiyo zimenukuliwa tu kwamba kulikuwa na sheria hii, kulikuwa na sheria hii, kulikuwa na sheria hii. Je, sheria hizo ambazo zimenukuliwa tu na bila ya kuthibitishwa kwamba bado zinaendelea kufanya kazi na bila ya kufutwa kusema kwamba sasa hazifanyi kazi tena, je, tunakwendaje kwenye sheria kama hizi zilizonukuliwa kutoka kwenye vitabu vingine ndani ya Qur'ani? Jibu ndio hili, ikhtalafa ulama fi hadha an-naw' al-akhir ala ra'yayn. Wametofautiana wanazuoni katika aina hii ya mwisho kwenye rai ngapi? Mbili. Bila shaka mtazamo mmoja utazikubali kuwa ni sheria na mtazamo mmoja utazikataa kuwa si sheria. La msingi ni kuona wanaokubali wanasema nini na wanaokataa wanasema nini. Alafu wewe kama mwanafunzi na kama mtu ambaye unafanya juhudi ya kujifundisha fani hii ya usul fiqh, utatazama mwenye nguvu ni yupi kwa mtazamo wako, lakini mwandishi wa kitabu ataonesha kwamba mwenye nguvu ni yupi kwa mtazamo wake kama mwandishi wa kitabu. Faqala jumhurul hanafiyyah wal malikiyyah, wakasema walio wengi katika madhhabi ya Abu Hanifa, madhhabi ya Hanafi wal Malikiyya na madhhabi ya Maliki, wa baadhi Shafi'iyyati, na baadhi kidogo tu ya Mashafi, si wote wameunga mkono hilo. Mashafi walio wengi wako tofauti. Wa Ahmad, na Ahmad bin Hanbal fi riwayati rajihati anhu, katika pokeo lenye nguvu kutoka kwake, kwa sababu kama nilivyokuambia ni Ahmad mara nyingi anakuwa na kauli mbili au tatu, mpaka kuna baadhi ya watu wanamuona kigeugeu. Sasa mpaka wakati mwingine utizame ipi imepata nguvu katika dhehebu lake. Kwa hiyo Ahmad naye katika kauli yenye nguvu kwenye dhehebu lake. Hawa wamekwenda kwamba inna ma sahha min shar'i man qablana, hakika kilichokuwa sahihi katika sheria zilizofanya kazi kabla ya ummati wetu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo zilizofanya kazi katika ummati wa Nabii Musa, wa Nabii Isa na manabii wengine, yakunu shar'an lana, zinakuwa vile vile sheria kwetu, min tariqi alwahy, kwa njia ya wahi linabiyina, kwa nabii wetu alayhi salatu wasalam, rehema na amani zimshukie. Yani zitakuwa ni sheria lakini mpaka ziwe tena zimeletwa tena kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi, sio kwenda ukaitafute Biblia, kwenda ukaitafute Injili, ukaitafute Taurati, ukatafute Zaburi, Sufi Ibrahima na Sufi Musa, huko ziliko kwenye mikono ya watu ambao si wa imani yetu, alafu ukachukua sheria usifanye kazi. Ziwe zimekuja kutajwa tena huku kwenye sheria yetu katika Qur'ani au katika mafundisho hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo wanasema ndo zinakuwa sheria yetu. La min jihati, si kwa upande kutubihimul mubaddala,
ya vitabu vyao vilivyobadilishwa, kwa sababu sisi tunaamini kuwa vitabu vyao haviko salama. Sisi tunaamini kwamba vitabu vyao haviko, hatukatai kwa Mwenyezi Mungu amepeleka vitabu hivyo, lakini kukaa kwenye mikono yao na tabia zilizojitokeza na historia ilivyoonyesha, hatuwezi kuamini kwamba vitabu vile viko salama vikiwa ndani ya mikono yao. Tunakubali kwamba Mwenyezi Mungu kateremsha na majina ni hayo, na kwa ujumla ndio hivyo vitabu vyenyewe, lakini ule usalama wake ndio unaotupa shida sisi katika imani yetu. Fayu'malu bihi, basi inafanywa kazi. Wajibu ala almukallafina ittiba'uhu, na inawapasa waliolazimishwa na sheria ya Kiislamu wazifuate sheria hizo. Anatoa mfano kastidlali alhanafiyati, kama utoaji wa hoja wa dhehebu la Hanafi ala jawazi qatli almuslimi bidhimmi, juu ya kufaa kuuliwa Muislamu akiua asiyekuwa Muislamu lakini anaishi katika nchi ya Kiislamu kwa kufata masharti yanayotakiwa. Kwa mfano, kuna Mkristo anaishi katika nchi ya Kiislamu na anafuata taratibu zote za nchi, au Myahudi anaishi katika nchi ya Kiislamu na anafuata taratibu zote za nchi, ingawa anaabudu kwa dini yake, anafanya mambo yake lakini kwa heshima zote zilizoko katika nchi ile. Sasa ikitokea Muislamu akimuua huyu, na yeye atauliwa. Mahanafi wanasema usichukulie kwa kuwa ni wa dini nyingine basi umemuua basi tu. Ile ni nafsi umeitoa kwa makusudi, na wewe yako itafanyaje? Itatolewa. Hata kama si wa dini yako, madhali anaishi katika nchi hii kwa kufuata taratibu zinazotakiwa katika nchi, yule ni binadamu na ana haki zake zote. Wa rajuli bil mar'ati, na mwanamume vile vile atauliwa akimuua mwanamke. Isije ikasemwa mwanamke kwenye mirathi anapata nusu. Kwa hivyo kama anapata nusu, tena mwanamume akimuua mwanamke anauliwa vipi? Wako watu wameleta hoja hizo tangu zamani, kusema ati mwanamume akimuua mwanamke asiuliwe, lakini mwanamke akiua mwanamume auliwe. Kama huo ni ubaguzi. Ile ni nafsi na ile ni roho, na roho haina jinsia. Na wewe vile vile Mwenyezi Mungu angeweza kukumba mwanamke na pengine ungekuwa mzuri zaidi. Ile si roho. Sasa unakwendaje wewe kubagua baina ya roho na roho, na kilichotoka hapa ni roho? Kwa nini? Bi kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema an-nafsu bi. Lakini aya hii wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, na tuliwaandikia humo ndani ya Taurati kwamba roho kwa roho, akitoa mtu roho na roho yake fanyeje? Itolewe. Kwa hivyo an-nafsa bin-nafsi imenukuliwa ndani ya Qur'ani, lakini Qur'ani yenyewe nayo inainukuu nini? Taurati. Lakini hii roho haijasemwa iwe ya dini gani, wala haijasemwa iwe ya jinsia gani. Madhali roho umeitoa, na wewe roho yako nini? Itatolewa. Hiyo ndo suratul Maida, hiyo sura ya 5 aya ya 50 40-45. Waqala Shafi'iyatu, na wakasema mashafi walio wengi, fi rajihi, katika yenye nguvu, indahum kwao, wal ash'ariyatu, na watu wanaomfuata Abul Hasan al-Ash'ari, kundi hilo. Lakini sasa hivi duniani linaonekana kama vile limekufa. Na ndio maana nikakwambia msichangae sana kutokea kundi hili kafuata watu, yanakuwepo na yanaondoka. Yamekuwepo makundi na yalikuwa na nguvu na yakafanyaje? Yakaondoka. La muhimu ni hoja. Wewe simama kwenye nini? Kwenye hoja. Makundi ni vitu vinakuja na kuondoka. Hata vyama vya siasa vinakuja na kuondoka. Hata taasisi zinakuja na kuondoka. Na ziko zinaweza kuwa muda mrefu, nyingine zinakaa muda mfupi, long live, short live, kila mmoja na namna yake. Lakini wewe simama zaidi kwenye nini? Kwenye hoja. Wal ash'ira wal mu'tazila, na hilo kundi la mu'tazila nalo ambalo kwa kiasi kikubwa halipo duniani, lakini ile nao baadhi ya watu wanatetea hoja za mu'tazila. Washia, na kundi la mashia ambalo lina muda mrefu sana na bado lipo. Tumefahamiana? Na tunasema siku zote kwa Shia ni Waislamu. Tunafahamu kuwa watu wengine hawapendi tuseme hivi, lakini tazama mwandishi anawataja pia Shia kama ni sehemu ya nani? Ya Waislamu. Sio suala la kukaa tukaitana makafiri tu wenyewe kwa wenyewe. Kweli yako mambo tunatofautiana, lakini hatufiki kusema kwamba kwa hivi basi amekuwa fulani amekuwa kafiri. Hiyo sio. Washia tuna mashia nao ambao nao ni Waislamu vile vile, na wana fatwa zao, wana rai zao, wana mufti wao, wana marja. Hawa kwa pamoja. Umeona hapa Shafi, Mu'tazila, Ash'ira na Shia wamekaa kitu kimoja katika jambo hili. Wanasema inna shar'a man qablana laysa shar'an lana.
Hakika sheria iliyofanya kazi kwa waliokuwa kabla yetu si sheria kwetu. Si sheria, ndo msimamo wao. Tofauti na kule kwa Abu Hanifa na Maliki na baadhi kidogo ya mashafi waliokwenda kule. Lakini Shafi walio wengi pamoja na ndo yenye nguvu kwa kauli hii, pamoja na Ash'ariyya na Mu'tazila na Shia, wanasema sheria zile si sheria zetu, ni sheria za watu wengine. Sasa tuzame hoja za pande zote mbili, kundi lile na hili. Istadalla al-fariq al-awwal, wamejenga hoja kundi la kwanza, lile kundi la Mahanafia, Malikia na baadhi Shafiia na Ahmad katika riwaya yenye nguvu kwake, bi anna dhalika ash-shar'a, kwamba sheria ile mina shara'i, katika sheria allati anzala Allah Ta'ala, ambayo ameiteremsha nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni sheria iliyotoka kwa Mungu. Kama sheria iliyotoka kwa Mungu, kwa nini tuiache? Na Mungu hapitwi na wakati. Isitoshe, walam yujad ma yadullu ala naskhihi, wala hakijapatikana kinachoonesha kufutwa kwa sheria hiyo. Ingekuwa Qur'ani imeifuta pale tungesema hii sheria imefanyaje? Imefutwa. Lakini kama haijafutwa, wa hikayatullahi ta'ala lahu, na kuisimulia Mwenyezi Mungu sheria hiyo kwenye Qur'ani, dalilun, ni hoja ala ikrarihi, ya kuithibitisha kwake, adhimni, kidhamana, kuithibitisha kidhamana lahu hiyo sheria, kuithibitisha kidhamana sheria hiyo kwa vile ameitaja. Fayajibu al-amalu bi, basi itapasa kuifanyia kazi. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Na hapa pana kisimamo na ile he ni ya kuhemea. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Kidogo unagonga kifua, kidogo unahema kwa fabihudahu muqtadih. Hiyo ni katika sura Al-An'am, sura 6 aya 90. Baada ya Mwenyezi Mungu kutaja orodha ya manabii, ataja orodha ya manabii kadha wa kadha nyuma yake, alafu akasema ulaika, watu hao waliotajwa huko nyuma, alladhina, ndo wale ambao hadallahu, amewaongoza Mwenyezi Mungu, fabihudahum, basi kwa muongozo wao, uqtadih, fuata, iga, igiza, geza. Sasa ikiwa hao ni manabii na muongozo wao tuufate, maana yake nini? Maana yake sheria zao nazo zifanye kazi kwetu ikiwa hazijafutwa. Ndio walivyofahamu wanazuoni wengine katika aya hii. Wa qawluhu subhanahu, na kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, thumma auhaina ilaika, kisha tukaleta wahi kwako, anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahima hanifa, kwamba fata mwendo wa Ibrahim ambaye ametakata, yuko safi. Sasa kama ingekuwa mila Ibrahim haiwezi kufanya kazi tena kwetu, kwa nini mtume salamu ambaye ifate? Na kwa taarifa yenu, tukizungumza mila ya Ibrahim kwenye mambo ya historia mtacheka. Ibrahim ndo mtu wa mwanzo kuanzisha mambo ya kutahiri wanaume. Bilingani kuondolewa kichwa. Unajua bilingani alafu lina kile kichwa cha kijani, kile hakitaji kile, au watu wanakula kile, kinaondolewa kile. Kwa hivyo hilo bilingani uliozaliwa nalo wewe ukalivalia nguo nyingi huko, linazaliwa na kichwa hilo, yani lile gozi la juu linaitwa govi, au jamaa zangu leo hawapo wanaliita fudu kwa upande wa babangu kule. Kwa hivyo lile kuliondoa, mtu wa mwanzo kabisa ni Ibrahim. Kwa Kihindi govi yuko jina la mtu bania anaitwa Govinda, si wanamkata wanamuita Govi. Yule mwekitazwa sinema Govinda wakimkata muita Govi, wao wanamuita Govi. Tumewahi kusikia hiyo Govinda anaitwa Govi. Huku kwetu Govi ni kitu je? Haya bwana. Yeye ndo mtu wa mwanzo kuanzisha mwendo huu. Tena kwa taarifa yenu, alikuwa mtu mzima, akajitahiri mwenyewe kwa kisu. Kakinoa kisu sawa sawa, kaambia mtu mzima leo utaipata fresh. Alafu akatafuta kitu kama jani vikalikali kama majani ya embe nini, akatia mdomoni, akabane, akakamata kile kitu, akaliondoa tu bwana ile. Sisi wengine tumemenywa tangu wadogo, hatukumbuki, tunajikuta tushamenywa tu safi, ganda lishaondolewa. Hiyo ni katika mila ya Ibrahima. Mtume salama akaambia uifuate. Na mambo yale mengine ya kusafisha uwanja siku ya 40,
Kila siku 40 alikuwa anasafisha uwanja. Sina haja kusema sana anasafisha uwanja maana yake nini? Si kunaota majani na magugu kwenye sehemu husika. Ye kila siku 40 anasafisha uwanja. Kiwanja chake kinakuwa kizuri kwa mechi. Khilati tabu, kinateleza tu. Hizi zote ni katika sunnata millata Ibrahim na mengi ziko 40 wengine wanasema, wengine kila mmoja anataja, lakini ziko nyingi. Kwa hivyo hizi tangu mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam zifuate. Na kwa hivyo kama kaambiwa zifuate, na sisi tumeambiwa vile vile tufanyeje? Tuzifuate. Wa qawluhu azza wa jalla, na kauli yake mtukufu alitukuka aliposema shar'a lakum min ad-dini, ameweka sheria kwenu katika dini, ma wasa bihi Nuhan, jambo ambalo amemuhusia nalo Nuhu, walladhi auhaina ilaika, na kile ambacho tumekileta wahi kwako, wa ma wasaina bihi Ibrahima, na tulichomuhusia nacho Ibrahim, wa Musa wa Isa, na Musa na Isa, anaqimu dina, kwamba isimamisheni dini hii, wala tatafarraqu, wala msifarikiani. Kwa hivyo vile vile Mwenyezi Mungu akaweka kwetu dini iliyokuwa tayari shatekelezwa na manabii aliyowataja. Kwa hivyo kwa hoja hii kundi la mwanzo linasema basi yaliyofanywa na manabii wengine madhali kwetu hajafutwa, tunatakiwa tufanyeje? Tuyafuate. Wa thabata an ibn Abbas, na imethibitika kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sajada, kwamba alisujudu fi surati Sad, wakati anasoma surati Sad, inda qiraati qawlihi, alipokuwa akisoma qawlihi ta'ala, kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Aya hii inazungumzia habari za Nabii Daudi kusujudu, lakini Ibn Abbas naye alipoisoma akasujudu. Sasa aliyesujudu Nabii Ibn Abbas anamfuata nani hapa kwa kusujudu? Anamfuata Nabii Daudi, kwa sababu imesimuliwa ndani ya Qur'an. Kwa hivyo naye akafanyaje? Akasujudu. Wa qara al-aya, na aliulizwa kwa nini unasujudu hapa, akajenga hoja akasoma ai ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi, ile tuliyosema kule nyuma kwamba hao Mwenyezi Mungu kaongoza, basi mwendo wao ufate uige. Kwa hivyo nafuata mwendo wa Nabii Daudi na mimi nasujudu hapa. Kwa hivyo inaonekana Ibn Abbas alikuwa na wazo hili Wasadalla al-ulama, na wamejenga hoja wanazuoni ala ujubi qada'i as-salati al-mafruḍa, kwamba ni lazima kuilipa sala ya fardhi ikikupita. Na hili lina mzozo siku hizi. Wako watu wamekuja wanasema ikishakupita ndio imekupita, hairudi tena. Mmoja nilikutana naye akasema bwana, mtu kishakumpita sala ndio ishampita. Wanajenga hizo hoja. Nikamuuliza, wewe kama mfano umechelewa kula chakula cha mchana ukarudi nyumbani kwako usiku, kile cha mchana huli tena, unakula cha usiku? Akasema nakula bwana, mahitaji sio kwenye kula umejipendelea, unafanya kadhaan, lakini kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu hutaki. Akaambia wewe unatumia sana akili, ngambia na wewe unatumia sana kichaa, kwa hivyo tuliache tumalize. Almuhim wastadalla alulama, wakajenga hoja wanazuoni ala ujubi qada'i salati almafruḍa, kupasa kuilipa sala ya fardhi iliyompita mtu. Biqauli sallam, kwa kauli yake Mtume sallam posema man nama an salatin au nasiyaha falusalliha idha dhakaraha, atakayelala akaiacha sala au akaisahau, falusalliha, basi na isali idha dhakaraha, atakapoikumbuka. Haya ni maneno ya Mtume. Kama alisahau au alipitikiwa na usingizi na si kawaida yake, basi atakapoikumbuka au atakapoamka aisali. Thumma, kisha Mtume mwenyewe qaraa qaulahu ta'ala, akaisoma kauli ya Mwenyezi Mungu anasema wa aqimis salata li dhikri, na simamisha sala kwa ajili ya kumbukumbu yangu, kunikumbuka mimi, ambayo hii alikuwa anaambiwa Nabii Musa katika Taha. Tumefahamiana? Kwa hivyo hata Mtume sallam kajengea hoja aya aloambiwa nani? Nabii Musa, wala hakuambiwa yeye, katika jua swala la kukumbuka kuswali. Kwa hivyo sheria zetu tangulia zinaweza kufanya kazi katika sheria zetu. Anasema mwandishi hapa wa hadhihi al-aya, na aya hii khitabun, ni maelezo lisajidna, kupewa bwana wetu Musa alayhi salam. Falau lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutalaban bi shar'i qablahu, ingekuwa mtume hajatakiwa kuifuata sheria kabla yake, lama kana litilawati hadhihi al-ayati faida, kusingekuwa na kuisoma aya hii faida yoyote ile, na mtume kaisoma wakati ilikuwa inamhusu nabii Musa.
Waraja an-nabii sallallahu alayhi wasallam ila Taurati fi qissati rajm al-yahudi zani al-muhsan, na Mtume sallallahu amerudia katika Taurati katika kisa cha kumpiga mawe Myahudi aliyezini ambaye alikuwa yuko ndani ya ndoa. Alikamatwa Myahudi Madina, amezini na yumo ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Wengine wasema alijileta mwenyewe, kuna visa vya namna, lakini Mtume alihukumu kupigwa wakati wao hawaamini Qur'an. Akamnukulia kwenye Taurati, akamwambia Taurati hiyo haikusema mpigwe mawe. Pigwa mawe. Kwa hivyo akaitekeleza Taurati kwa yule mtu ambaye alikuwa mzinifu. Na hili lina mjadala mkubwa, kwani Qur'ani imezungumzia habari za kupiga watu mawe au Qur'ani imezungumzia wazinifu wapigwe bakora tu? Bakora. Lina mjadala hilo, tukifika mahali pake tutaliona. Lakini kwa Myahudi bila shaka yote akatumia Taurati kumpiga mawe. Wastadalla al-fuqaha ala jawazi qismati al-mali al-mushtarak. Na wakajenga hoja wanasheria ya Kiislamu juu ya kufaa kugawana mali ya ushirika bitariqi almuhayyati zamania, kwa njia ya awamu za muda au maandalizi ya muda, kipindi maalum cha muda, kwa awamu, au pia unasema kwa zamu, kwamba zamu hii nichukue mimi, zamu ijayo uchukue wewe. Nitatoa mfano. Ikiwa mmerithi nyumba halafu mmekodisha watu, mnaweza na baba yenu aliyoacha nyumba ile ana matumbo mawili, huku kazaa na huku kaza, mkasema kodi ya mwaka huu watachukua tumbo hili, lakini ya mwakani watachukua tumbo lile jingine, halafu mwaka unakuja watarudia wale, halafu mwaka unafuata watarudia. Mnakwenda kwa zamu kugawana kitu cha ushirika. Hiyo ipo na imejengewa hoja. Tunaiona hoja yake nini? Kasema mubadala tudifai bi shay'in muddata muayyana, kubadilishana manufaa ya kitu kwa muda maalum. Bi qawlihi ta'ala fi shari'ati Salih, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu katika sheria ya Nabii Saleh inasema wanabbi'uhum, na wape habari, anna al-ma'a qismatun bainahum, kwamba maji ni mgao baina yao, kullu shurbi muhtadhar, kila kigawanyo kitahudhuriwa na wanaohusika wende wakachote maji. Inajulikana kwamba wakati wa Nabii Saleh alikuja ngamia yule wa miujiza. Kwa hivyo imebidi kuwe na zamu na mgao wa maji. Kuna siku ya ngamia na kuna siku ya wana kijiji. Kwa hivyo wakasema inafaa basi maslahi kuyafanya kwa zamu na kwa mgao. Amari utakumbuka na watu wazima utakumbuka, zamani mji wa Zanzibar ulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Ilikuwa kwa mitaa hapa. Leo zamu yetu kupata taa, kesho zamu yetu si kukaa kiza. Ilikuwepo hapo. Tulikuwa tunakwenda. Na wakati mwingine watoto tunahama mtaa kwenda kwa kucheza usiku kwenda ule mtaa wenye alafu tunarudi huku tunalala kwenye giza. Ukifika zamu yetu na wale wanakuja huku. Iliwe kuwepo hapa. Tulikuwa na tatizo kubwa sana la umeme mpaka tukawa tunagawana kwa zamu hapo umeme. Kwa hivyo hayo nayo yapo. Wanakumbuka watu wenye umri kidogo tu mkubwa. Sasa hivi tunashukuru Mungu, lakini kuna mtu anasema hakuna lilofanyika. Unajua kuna wakati mwingine tena tusizidishe, tumefahamiana, tuzungumze ukweli kwamba yako mambo bado, yako mambo yamesogea, tusizidishe sana. Tukizidisha sana tunakuwa waongo, watu wazima na haya. Twendeni bwana. Kwa hiyo nayo imefanyika ya mgao. Wastadalu aidan ala jawazi aljahala, na wakajenga hoja juu ya kufaa kiokosi. Kinaitwa kiokosi Kiswahili. Kiokosi ni zawadi inayotolewa kwa mtu aliyekwenda akakiokota kitu alafu akakirudisha kunako husika. Kinaitwa kiokosi. Zamani kwenye radio Zanzibar sema ng'ombe kapotea, mabaka sina hivi, atakempeleka na kiokosi chake kipo. Alafu hakitaji kiokosi gani. Ukifika kule unaweza kuwa senti 5 lakini ndio kiokosi yani kile ambacho kinalipwa kwa ajili ya kwamba kitu kimepotea, umekipeleka unapata zawadi. Hiyo ndio jahala. Na ina maana nyingine pia, lakini kwa hapa ndio hasa mahala pake. Alafu anaitafsiri ndio mabano alwa'du bil mukafa, kuahidi kutoa zawadi liqa'a amalin muayyan, kwa kazi maalum tu kufanyika, ilikuwa si wajibu wako kuifanya, unapewa. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake mtukufu Mwenyezi Mungu fi qissati Yusufa, katika simulizi la Nabii Yusuf alayhi salam aliposema waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mtakumbuka pale ambapo chombo cha mfalme kile kinywelea au kipimia pishi ya mfalme ilipopotea, na wanahistoria wasema ilikuwa ya dhahabu. Ilikuwa
wanavyotuambia wanahistoria. Maana mpaka iwe mfalme anatoa tangazo kuwa kipishi yangu au chombo changu niletewe, hicho chombo kitakuwa kina thamani kiasi gani mpaka tumie serikali kutafuta chombo kilichopotea. Upande mmoja watu wa historia wanahoja, wasema hii hangaiko lote lile la kutafuta kitu cha kuchotea tu, cha kupimia, au mfalme anakunywa tu soda au juice kikatafutwa wewe chukulia leo ambapo bwana kuna gilasi ya rais imepotea inatafutwa, simtona kichaa hicho gilasi, basi lazima itakuwa ilikuwa ina thamani kubwa, ama ilikuwa ni ya dhahabu, au ilikuwa ina vitu ndani, au ina michoro fulani, ina alama fulani, ina siri fulani. Basi wakatangaza wakasema walimanja bihi, na atakaye kuja nayo hiyo pishi au hicho chombo atapewa himlu bahiri, mzigo wa ngamia, chakula. Yani wakati ule ilikuwa ndio shida ya njaa na ngano na nini, kwa hivyo atakayekileta atapewa mzigo wa ngamia, yani uwezo wa ngamia kubeba atapewa yeye. Kama ni tani, kama ni nusu tani atapewa kilo kadhaa, mzigo wa kubeba ngamia itakuwa zawadi yake. Wa ana bihi zaim, na mimi ndo msimamizi wa jambo hilo. Alitangaza sema mimi ndo nilipewa dhamana hiyo, atakayekileta mimi nitampa mzigo. Kwa hivyo inaonekana wazi kwa kitu kikipotea unaweza kutangaza zawadi kwa atakayeleta kile kilichopotea na hata kilichoibiwa. Kuna mbinu wakati mwingine nchi nyingine wanafanya, nafikiri sasa hapa wameanza kidogo. Askari polisi ikiwa wanatafuta kitu, wakati mwingine vile vile wanasema kuwa raia atakayesaidia kupatikana kitu hicho atazawadiwa. Nchi zilizoendelea zinafanya sana. Kwa hivyo unatoa msaada alafu lakini huku kwetu sisi sina hakika sana, lakini nafikiri na wao wameanza sasa hivi kidogo kuweza kupromote mtu anayeweza kutoa zile taarifa mpaka kitu kikapatikana. Hiyo nayo inakuwa ni kiongozi. Hiyo ni surati Yusufu aya ya 70 na ngapi? 72. Wahtajja alhanabila, ukurasa wa 104 tunakwenda. Na wakajenga hoja watu wa madhhabi ya Ahmad bin Hanbal ala jawazi ja'li almanfaati mahran, kufaa kuyafanya manufaa ndio mahari. Si lazima mahari ulipe pesa keshi au toe kitu mali, hata manufaa yote. Nakumbuka Zanzibar ilitokea story, kuna mwanamke mmoja alikuwa mzuri bomba, lakini alikuwa kichaa, hamnazo. Sasa wazee wake walikuwa wanahangaika kweli apone, fanya madawa mpaka amechoka. Wakakutana na mganga mmoja wa kienyeji, akasema wewe nitamtibu lakini na sharti mimi. Sharti gani? Akipona mniozeshe. Mganga na sura mbaya kuliko foil ya chipsi. Lakini sasa ndo anaweka sharti, nikimtibu akipona mniozeshe. Wale wakafikiri mzaha, hawa anatania ajaribu na haya mtibu. Kamtibu bwana. Na inasemekana alimtibu kwa supu ya nyama ya mbwa. Kwa anachanganya madawa, anapika nyama ya mbwa nini, anampa mpaka kapona. Alipopona mbinde kumuozesha. Kila akitaka kiokosi chake hapewi, anamwambia mzee bwana sema chochote, ambapo hakuna chochote, nataka huu mzigo nipewe. Ilitokea. Sasa je, kumuoa mwanamke kwa misingi hiyo kwamba umemtibu kapona, au mtibu apone, au umemsomesha, au umemuokoa kwenye ajali, iwe ndo mahari yake, sasa itafaa? Sasa kwa mujibu wa hoja hizi itafaa, lakini bila shaka wanazo wengine wote za kukubali lazima patoke kitu. Wanatolea hoja, wanasema Nabii Musa alipokwenda kule Madiana, so akaambiwa na yule mzee, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik wama uridu an ashqa alayka. Kaambia mimi nataka kukuozesha mmoja kati ya binti zangu wawili hawa, lakini kwa sharti la kwamba uajirike kwangu kwa michungo 8, unichungie mbuzi au kondoo hasa ilikuwa michungo 8, na kila mchungo inaambiwa ni miezi 6. Kwa hivyo 8 itakuwa ni miaka 4. Ufanye kazi kwangu miaka 4 ya kuchunga hapa, ndo mahari. Lakini si unakula pale mzee, hii nini, unalala hapo unakula hapo, hii nini, ubete bwana, uberera. Na sio kwamba unasubiri unapoa kabisa mzigo ile kazi inaendelea, mahari mnalipana juu kwa juu huko. Sio kwamba ukae miezi 8 unakodoa mijicho unakitizama kifaa kinapita na kupetuka, unapoa kabisa. Usipige hii mzee, mambo yalikuwa safi, hata mimi ningekubali. 8 hijaj, michungo 8. Ukitimiza 10
hiyo miwili itakuwa yako wewe. Yani kitakachopatikana na faida na nini utachukua wewe katika ile upate mtaji katika ile michungo miwili ya mwisho ambayo itakuwa ni miaka 5 sasa. Kwa hesabu hizo. Hijaji wengine wamepita hapa miaka 10. Miaka 8, lakini ukweli ni kwamba machungaji alikuwa ni ya kondoo, kwa hivyo ilikuwa ni miezi 6 kimzunguko kwa miaka 4 na ukitimiza 5 akatimiza 5. Hiyo ilikuwa fi shariati Shuaib alayhi salam, maana yule wanasema alikuwa ni Shuaib. Kwa hivyo wanasema ile sheria ilikuwa kwa upande wa Shuaibu, sio kwa upande wetu sisi. Lakini je, kwetu sisi ikiwa utaozeshwa mtu kwa misingi hiyo, itafaa haifai? Ndio huu mjadala wetu. Wale wanaosema tutakubaliana na sheria za waliotangulia, watakubali kuozesha kwa njia za manufaa. Wale watakaokataa wasema lazima patoke mali. Imefahamika? Hatari. Ukimwambia mwanamke nitakupigia debe mpaka uwe mbunge, lakini nikuoe, inaweza kuwa ndio mahari kwa kupiga debe. So manufaa nayo au si manufaa? Aya bwana. Istadalla al-fariq ath-thani, wamejenga hoja lile kundi la pili, wa humu nufatu, nao ni wapingaji wa jambo hili. Wale wa mwanzo wamekubali na zile ndio hoja zao. Hao wanaopinga sasa biqaulihi ta'ala, wamejenga hoja kwa kauli ya Mwenyezi Mungu aliyosema likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu tumemwekea sheria na njia yake ya kupita. Kwa hivyo kwa nini tupite njia za wengine na tufuate sheria za wengine? Na Mwenyezi Mungu anasema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, Al-Maida hiyo 48. Kila mmoja tumemfanyia miongoni mwenu sheria yake na njia yake ya kupita. Kwa nini tukapita njia za wengine na tufuate sheria za wengine? Kwa hoja hii wanakataa. Ai, kwa maana annahu ta'ala ja'ala likulli ummatin shari'atan mustaqillatan biha, kwa Mwenyezi Mungu amejalia kila umma kuwa na sheria inayojitegemea kwa umma huo, mustaqillatan biha, inayojitegemea kwa umma huo. Waqalu, na wakasema, inna shari'atana, hakika sheria yetu sisi, nasikhatun, imefuta, bilijma'i, kwa makubaliano yote, li shara'i as-sabiqati, sheria zote zotangulia, illa idha warada fi shar'ina ma yuqarriru, mpaka kitakapokuja katika sheria yetu kinachothibitisha jambo hilo. Nao si wepesi, ingawa hawana mifano mingi kama wale wa mwanzo wa kutirika, hawana maneno mazito jamaa hawaachi. Inaonekana mwandishi wa kitabu yeye keshaamua kuunga mkono upande wake. Anasema wal jawabu, na majibu dhidi yao, anna shari'atana nasikhatun lima khalafaha faqat, sheria yetu tazifuta zile zilizopingana nazo basi. Sheria zilizopingana, hakuna sheria iliyopingana kusema mahari yasiwe manufaa. Hakuna sheria iliyopingana kwamba haki iwe kwa zamu na mgao, hakuna. Kwa hivyo kama hazijapingana tutaendelea kuzikubali. Wana wajibu. Ama masakata anhu, ama zile ambazo imezinyamazia biduni naskhin, pasina kuzifuta, fa huwa tashri'u lana dhimnan, huko ni kuwekewa sheria sisi kidhamana. Kidhamana, yani katika maana tu ya jumla, li annahu hukmun ilahiyun, kwa sababu hizo ni hukumu zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu vile vile. Wala ana al-Qur'ana, na kwa sababu Qur'ani musaddiqun, inasadikisha lima baina yadayhi, kilichotangulia min at-Taurati wal Injili, ikiwa ni katika Taurati au katika Injili. Bidalili baqa'i mashru'ati al-qisas, kwa hoja ya kubaki hata ile sheria kulipiza kisasi ambayo ilishatajwa kwenye Taurati vile vile, jino kwa jino, jicho kwa jicho. Wa haddu zina, na hukumu ya zina ilishatajwa huko nyuma ya kupigwa mawe katika Taurati. Wasariqati, na hukumu ya wizi imeshatajwa, wa nahwihima, na mfano wake. Kwa hivyo madhali haijapingana na sheria zetu, itaendelea kufanya kazi. Waqad rajjaha kathiru min al-katibin ar-ra'y al-awwal, na wengi wa waandishi wameipa nguvu rai ya kwanza, lakini amilu li-ra'y thani, lakini mimi naelemea zaidi kwenye rai ya pili. Anasema mwandishi wa kitabu, nimekwambia ni katika haya tunakwenda nayo sasa, haya hawakubaliana wanazuoni juu ya yote, na hasa mamufti. Unakuta kila mufti anaweza kuwa ana mtazamo wake, na ndio maana zile fatwa zao wakati mwingine zinapishana. Lianna tashri'ati al-ahkam as-sabiqa, kwa sababu kuwekwa sheria zile hukumu zilizotangulia, kana biadilati mustaqilla, zimekuwa na hoja za kujitegemea fi sunnah nabawiyya, katika sunna za mtume, au fi al-Qur'an al-Karim. Lakini hii angesema fi al-Qur'an al-Karim au fi sunnati nabawi. Kwa nini atangulize sunna alafu aicheleweshe Qur'ani wakati Qur'ani ndio ya kwanza? Kiuandishi tu tunasema si kosa kubwa. Kiuandishi litakiwa fi al-Qur'an al-Karim au fi sunnati nabawiyya. Kama una penseli, chukua mshare cha mbele kivute nyuma, cha mbele kije nyuma, tuheshimu Qur'ani kwanza alafu ndo sije sunna za mtume. Mwandishi wakati mwingine binadamu, pengine wewe mchapaji, pengine nani, pengine limempitikia, sote sisi napitikia. Kana biadilati mustaqillatin fil Qur'an al-Karim au fi sunnati nabawiyya, ilikuwa kwa hoja zinazotegemea katika Qur'an tukufu, katika sunna.
Wayulahadhu, na inazingatiwa, anna shar'a man qablana laysa dalila mustaqilan. Hata hivyo sheria zilizotangulia kabla yetu si hoja inayojitegemea min adillati tashri'i, katika hoja za kutengeneza sheria yetu ya Kiislamu, si katika hoja zinazojitegemea, yani haipati nguvu peke yake mpaka ipate mwenziwe. Imekaa kama chai. Chai si chakula kinachojitegemea mpaka kipate mwenzake, kipate mkate, hata wali, ubabu japo hauna kitoweo ndio sasa ile chai inakwenda. Chai ni kinywaji, kisi chakula kinachojitegemea, lazima kipate support. Tumefahamiana? Kwa hivyo na hizi sheria hizi ni hazijitegemei mpaka zipate support, zipate nguvu. Wa inama huwa amalun bi muqtadha al-Qur'an wa sunna, lakini kufanyia kazi hukumio la Qur'ani na sunna. Unaona hapa Qur'ani kaitanguliza alafu ndio sunna li'annahu yushtaratu lil'amali bihi, kwa sababu inashurutishwa kufanyia kazi jambo hili, an yaqusa Allah ta'ala alaina. Kwanza Mwenyezi Mungu atusimulie sisi, tusichukue kwenye vitabu vyao, tuchukue kwenye kitabu chetu, wa rasuli na mtume wake alayhi salatu wasalam, min ghairi inkari, basi na kupinga, wala naskhin, wala kufuta. Fayarji'u fil haqiqati ila al-Qur'an wa sunna, na kwa katika ukweli tutakuwa tunarudi pale pale kwenye Qur'ani na nini na sunna, kwamba sheria zile tutazifuata ikiwa zimetajwa kwenye Qur'ani au kwenye sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio tukurupuke tukatazame vitabu vyao. Kule kwenye vitabu vyao sisi tushasema vimetiwa mikono. Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, juluku wanazozipata. Kwa hivyo hatuwezi kufuata kama ilivyo kwenye vitabu vyao, tutafuata kama ilivyotajwa kwenye Qur'ani yetu. Tumeelewana kwenye hilo? Tusonge mbele. Ad-dalilu tasi'u, hoja 9 ya ujenzi wa sheria ya Kiislamu. Na hili nataka muwe makini zaidi kuliko somo lilotangulia, kwa sababu limeanza kutuyumbisha baadhi ya Waislamu hili. Madhhabu sahabi, mapito ya sahaba. Ikiwa sahaba kaamua jambo ukafanya jambo, je, kwetu ni sheria kwa kuwa limefanywa na sahaba? Maana Qur'ani imetuambia laqad kana lakum fi rasulillahi, lakini iko laqad kana lakum fi sahabati rasulillahi uswatun hasana. Moja kwa moja hakuna, labda kwa namna fulani ya kutafsiri unaweza ukapata, lakini ya moja kwa moja hapana. Wa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri, ambao wenye dhamana, na wenye dhamana si lazima sahaba, katika zama zote waweza katokea wakawa wana dhamana. Kwa hivyo lina mjadala hili, tulieni makini sana. Na kwa sababu unajua siku hizi maneno mengi tunaweza kulisema hili kesho na kesho kutwa ukasikia Sheikh Msaba anadharau masahaba, anasema sifatu. Tumefahamiana? Tunataka kusomesha, tunataka kuchambua, kujadili mitazamo wanazuoni juu ya mwendo wa masahaba katika maisha yetu ya kila siku, na hasa ya kisheria. Almuradu bihi, maksudo yake, wa araul ulama, na mitazamo ya wanazuoni au rai zao, fi hujjiyatihi, katika uhoja wake. Tunaanza almuradu bi madhhabi sahabi, maksudio ya mapito ya sahaba. Madhhab ni mapito, sahaba huyu kapita vipi na sahaba huyu kapita vipi. Muradi wa mapito ya sahaba, kusudio la kusema mapito ya sahaba nini? Huwa ni majmu'ul ara'i lijtihadiyya, ni orodha au jumla ya rai za kijitihada, wal fatawa na fatwa alfiqhiyya za kisheria, athabitati, zilizothibiti, an wahid, kutoka kwa mmoja, min sahabati rasuli, katika masahaba mtume. Kwa hivyo ni zile jitihadi zake na fatwa zake. Na hapa itakuwa zaidi ni sahaba aliyekuwa mwanachuoni tu. Bana, si kila sahaba alikuwa mwanachuoni. Wengine walikuwa mashujaa. Hatukatai ushujaa nao ni sifa, kama Hamza radhiallahu anhu alikuwa shujaa lakini hakuwa mwanachuoni. Hamza wala usitegemee kwake atoe fatwa. Fatwa yake ni upanga tu kukata mtu kichwa. Hiyo ndio fatwa ya Hamza. Si kwamba mgombane mwende kwa Hamza akakupatanisheni akwambieni hapa pana hadithi hapa pana hiyo si kazi ya Hamza. Umenifahamu? Wengine walikuwa yote wanayo, kama Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, fatwa anaiweza na upanga. Na wengine Uthmani alikuwa hawezi upanga pia, wala hizo fatwa hakuzimudu sana. Yeye alikuwa zaidi ni kusaidia, una shida akusaidie, kwa sababu alikuwa tajiri. Kwa hivyo kila mmoja na namna yake katika sahaba. Sio kila sahaba alikuwa na uwezo wa kufanya jitihadi na kutoa fatwa, hasa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasahabiyu inda al-usuliyina na sahaba kwa wana wa usuli, watu wa fani hii wakiuliza sahaba ni nani, wanamueleza kama ifuatavyo:
utapiga mstari kuanzia huwa kullu man laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa lazamahu zamanan tawila. Huyo ndo sahaba. Wa kullu man laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa lazamahu zamanan tawila. Sahaba ni yule ambaye kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa amemwamini. Sio kakutana naye alafu hajamwamini. Maana Abu Jahal kakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab kakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Utba bin Rabi'a kakutana na Mtume, hawajamwamini. Kakutana naye mu'minan bihi, hali ya kuwa kamwamini kwa huyu ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwanza iwe hivyo. Na ndio maana kuna watu walikuwa wakijadili baadhi ya maneno yaliokuwa kwenye maulidi ya Barazanji, kama yale yanasema man raa wajhaka yas'ad inda yaumi nushuri, aliyeona uso wako atafanikiwa siku ya kufufuliwa. Sasa Abu Jahal kauona uso wa Mtume, wanauliza jamaa naye atafanikiwa? Au yale ni maneno ya kishairi tu kwenye maulidi kukoleza? Unajua maneno ya kukoleza yanaweza kuwa hayakai vizuri kama ni ya kukoleza tu sawa, lakini kama tunakwenda kuyahakiki kwa undani, linaweza kuwepo swali la kujiuliza man raa wajhaka ya saa inda ya menoshore, atakayeona uso wako atafanikiwa siku ya kufufuliwa, siku ya kukusanywa. Abu Lahab naye sikaona uso Mtume na tabati yadahu. Haya, labda anakusudia kukoleza tu maana. Sasa asema huwa kullu man laqiya rasula, kila aliyemkuta Mtume sallam mu'minan bihi, hali ya kuwa amemwamini Mtume, wala zamahu, na akaambatana naye zamanan tawila, kitambo kirefu. Kakaa naye kiasi cha kuweza kueleza chochote kuhusu Mtume. Sio kamuona kaslimu alafu pengine hapo hapo kafa. Yuko sahaba mmoja katika historia alisilimu tu, baada ya kuslimu panatangazwa jihadi, akaenda vitani akafa. Sasa huyu kiusuli kihistoria ni sahaba, kiusuli anaweza kuwa si sahaba. Makao wanataka lazima walazama au muddatan tawila, akaambata naye muda au zamanan tawila, muda mrefu. Tumeelewana lakini kihistoria ataitwa sahaba. Na katika fani ya mustalahul hadithi vile vile, ikiwa hajapokea hata neno moja la Mtume akatuambia Mtume kasema hivi, naye si sahaba kwa mtazamo wa mustalahul hadithi. Lakini kihistoria ni sahaba. Kwenye historia masahaba ni wengi zaidi, lakini kwenye taaluma masahaba wanapungua. Kwa sababu kama mtu mfano kapelekwa skuli siku hiyo shule, kasajili alafu siku hiyo katoroka, hakwenda tena mpaka kafa. Je, huyu kasoma? Umenifahamu? Lakini kawa enrolled, kasajiliwa, kapelekwa skuli. Na wengine anasema chuo kile mimi nilipelekwa lakini nikatoroka siku hiyo baada ya kumwona mwalimu ana bakora ndefu. Unajua zamani walimu wa chuo na bonge la bakora, kakaa nao pale tena unatokeza kwa mbele hivi, anagonga soma, uko mbali na kugusa kichwani, soma. Sasa baba yako kakupeleka pale, hapa ndo chuoni utasoma. Unakikagua kile chuo na mwalimu unamtizama mwalimu anasema hichi si chuo unasuri baba kapinda mgongo tu huyo moto. Sasa je, umesoma chuo hicho au ni mwanafunzi wa huyo mwalimu? Uchambuzi sasa unakwenda katika kiwango hicho. Watu usuli wao wanasema sahaba awe lazima huu zamanan tawila, kakaa naye muda mrefu. Wattafaqa ulama ala annahu la khilafa, na wamewafikiana wanazuoni kwamba hakuna mzozo fil akhdhi biqawli sahabi, kuichukua kauli ya sahaba fi ma la majala lira'yi au lijtihadi fihi, katika jambo ambalo halina uwanja wa rai au kujitahidi ndani yake. Ikiwa sahaba kaeleza jambo ambalo linaonekana wazi wazi, lazima litoke kwenye Qur'ani, lazima litoke kwenye hadithi ya Mtume sallam, au ni lazima litegemee wahi, hapa hatuna shaka tutamwamini kuwa ama kamsikia Mtume, ama kaifahamu aya, ama kuna hadithi al-Qudsi, kuna hivi, kwa sababu hilo halitoi kwenye kichwa chake. Kama ukimwona mtoto ana miaka 3 alafu mfukoni anatoa noti 10,000, utaamini kwa ile si yake na kaichukua mahala. Hawezi kwambia 10,000 mshahara wangu mimi. Mtoto wa miaka 3 ana mshahara 10,000 kwa upata wapi? Kwa hivyo unatazama hili kweli sahaba anaweza kulitoa kichwani mwake? Kama halitoki kichwani mwake, maana yake bila shaka hilo kalipata kutoka kwa Mtume au kwenye Qur'an. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hivyo hilo halina shaka. Li'annahu min qabili al-khabari tawqifi, kwa sababu itakuwa ni katika aina ya taarifa inayotegemea an sahibi risala, bwana wa ujumbe,
alayhi salatu wasalam, rehma na amani zimshukie, ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa aidan, na hakuna mzozo vile vile, fima ajma alayhi sahabatu sarahatan, katika lile ambalo wamekongamana juu yake masahaba waziwazi, yani wamekubaliana kukongamana, neno la kisasa hilo. Makongamano maana yake vikao vya pamoja vyenye kukubaliana jambo. Ajma alayhi sahabatu, ingawa lilikuwepo zamani ili kukongamana, lakini sasa limepata nafasi kwenye matumizi. Wamekubaliana juu yake masahaba wazi wazi, wote wamesema kwa kauli moja kwamba tunaliunga mkono jambo hili, basi hilo bila shaka halina mzozo, litakuwa lazima lifuatwe. Au kana mimma la yu'rafu lahu mukhalifun, yu'rafu yaitiwe dhumma na raitiwe fatha, yu'rafu. Au kana, au likawa jambo hilo, mimma ni miongoni mwa yale ambayo la yu'rafu lahu mukhalifun, hajulikani kwa jambo hilo aliyekwenda nalo kinyume. Yani hatuna taarifa kuwa yuko sahaba kapinga jambo hilo limefanyika, alafu wote wengine wameunga mkono, wengine wamenyamaza kimya, hakuna aliyepinga. Na masahaba walikuwa na tabia, jambo silo litaka walikuwa haogopi kusema hatulitaki, hawana uoga. Ndipo alivyowalea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye haki hawaogopani, wanaambizana ukweli tu. Hilo nalo hakuna mzozo kwamba kataurithi aljaddati sudusa, kama kumrithisha bibi 1/6. Qur'ani haijataja fungu la bibi kwa ni 1/6, limetajwa fungu la mama, na bibi anachukua nafasi ya mama kama mama hayupo. Sasa ilielekea kwa njia ya kiasi kuwa bibi akiwa mama hayupo, bibi awe mama na achukue fungu la mama lote, ama 1/3 au 1/6, kwa mujibu wa hali mbili zinavyoweza kujitokeza. Kama ilivyokuwa baba akiwa hayupo, yuko babu mzaa baba, anakuwa sawa na baba katika zile haki kwa asilimia kubwa sana. Lakini masahaba wamekubaliana kuwa bibi hana namna, ikiwa anarithi yeye kwa sababu mama hayupo, atachukua 1/6 tu, hakuna jingine lote. Na huo ni mtazamo wa masahaba. Na wanamuona bibi kama vile ashaanza kuaga, hana haja tena kupewa nyingi. Wala khilafa kadhalika, na hakuna mzozo vile vile fi anna qaula sahabi, kwamba kauli ya sahaba almaquli iliyosemwa ijtihadan, almaqulu ijtihadan, qaula sahabi, anna qaula sahabi almaqula ijtihadan, iliyosemwa kwa njia ya kujitahidi, laysa hujjatan ala sahabin akhar, si hoja dhidi ya sahaba mwingine. Yani hakuna sahaba anayeweza kutamba juu ya sahaba mwingine akamwambia wewe fuata rai yangu, kwa sababu wote ni level moja, wote ni staff moja, wote vyeo vyao ni vimoja. Kwa hivyo hakuna mtu kumlazimisha mwenzake katika jambo la rai. Liana sahaba, atakasema sahaba ikhtalafu, wametofautiana wenyewe wametofautiana fi kathiri min almasail, katika masala mengi sana, si moja. Walau kana qawlu ahadihim hujjatan, kama ingekuwa kauli ya mmoja wao ni hujjatun ala ghairihi, kwa mwingine, lama ta'atta, isingewezekana, minhum ta'atta isingewezekana, na te ya pili ina shadda, ta'atta isingewezekana. Kwa neno la moja kwa moja isingekuja, haikuji. Sisi hatutumii Kiswahili hicho. Ukisema hivyo unaonekana unasema Kiswahili kibovu sana, haikuji au bado wazee wetu wale bai haikuji iko yeye kuje kesho pane kuje haikuji sio Kiswahili barabara, haikuji. Ndio la yataata, yani haiwezekani. Lakini ukitaka neno kwa neno maana yake haikuji. La yataata haiwezekani. Minhum hadha alkhilaf, lama ta'atta, isingewezekana, minhum, kutoka kwao, hadha alkhilaf, mzozo huu. Wa inama alkhilafu fi fatwa sahabi, lakini mzozo huko katika fatwa ya sahaba, bil ijtihadi almahdhi, katika ijtihadi halisi au ijtihada tupu, kafanya bidii tu peke yake, binisbati litabi, tena kwa upande wa wale matabiina wa mabadahu, na walokuja baada ya matabiina ambao ni kama sisi. Huo ndo mjadala wenyewe kwa wenyewe, hakuna anaweza kumtambia mwenzake. Lakini je, wao masahaba wakitoa fatwa, sisi tulioko chini yao kuanzia matabiina na matabiina mpaka sisi, tunalazimika kufuata fatwa za masahaba? Hatulazimiki. Hilo ndio eneo ambalo tunatakiwa tulisome na tusame mjadala wake. Ndio akasema hal yu'tabaru hujjatan shar'iyya au la, je, itazingatiwa kauli ya sahaba huyo kuwa ni hoja ya kisheria au si hoja ya kisheria? Araul ulamai fi madhhabi sahabi, rai sasa zanazooni katika mapito haya ya sahaba. Ikiwa sahaba akatoa kauli kwa jitihada yake mwenyewe, halafu matabiina wakaisikia na matabiina, na sisi tulokuja mwisho, ni lazima tuifuate au tunaweza kusema na sisi tunatafuta rai yetu?
hapo ndo penye mjadala. Eneo hili niliwahi kulizungumza sana siku moja kwenye mambo ya mjadala. Tulikuwa tunazungumzia habari za mwandamo wa mwezi na habari za Kuraibu na kuona mwezi kule kwa Muawiya Sham na kuleta huku taarifa kuzileta huku Madina kwa Ibn Abbas. Inaonekana watu walikuwa hawajaelewa sana mtazamo wa kwamba je, rai ya sahaba inakuwa hoja kwetu haiwi hoja. Japo mnampinga Ibn Abbas. Sikumpinga hapo, kwani Ibn Abbas kasema kwa mujibu wa aya au kasema kwa mujibu wa rai? Ndio jambo kubwa. Hebu tushuke. Hunaka tijahani, kuna mielekeo miwili mashuhuri fil amali biqauli sahaba, kuifanyia kazi kauli ya sahaba. Alqaulu alawwal, kauli ya kwanza lishafi'iyati, ya mashafi'i wa jamhur al-ash'ari, na wengi katika watu wa madhhabi ya Abul Hasan al-Ash'ari mapito yake, wal mu'tazila wash-shia. Narudi tena pale pale, unaona mwandishi na Shia anawataja kwa sababu wana usuli na wao wana njia zao, tumefahamiana hawa. Wa huwa anna madhhab as-sahabi laysa bihujjatin mutlaqa, kwamba mapito ya sahaba kama rai si hoja kwa vyovyote vile. Ile ni jitihadi ya mtu binafsi, ukiiwafiki utaifuata, ukiiwafiki utafanyaje? Utaiacha.